Utawala wa Rais Donald Trump umeliambia bunge la Marekani kuwa vita vyake na Iran vimewagharimu takriban dola bilioni 25 kufikia sasa, kiwango kinachokosolewa vikali na chama cha Democratic. Hapo jana waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth alihojiwa na bunge kwa karibu saa 6, ikiwa ni kwa mara ya kwanza tangu utawala wa Trump uanzishe vita dhidi ya Iran, huku akitarajiwa pia hapo kesho kuhojiwa na baraza la Seneti. Wakati huo huo, Trump ametupilia mbali pendekezo la Iran la kuufungua tena mlango bahari wa Hormuz kwa sharti la kuondolewa vizuizi vya Marekani kwenye bandari zake na kuakhirisha majadiliano kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema vizuizi hivyo vya Marekani havitafanikiwa, bali vitazidisha tu kuliumbisha eneo hilo na kusababisha ongezeko la bei ya mafuta kote duniani. Paris. Uhuru wa vyombo vya habari umeshuka kwa kiwango cha chini kabisa katika kipindi cha miaka 25, huku waandishi wa habari wakishambuliwa na hata kuuawa. Hayo yameelezwa katika ripoti mpya iliyotolewa na shirika la waandishi wa habari wasio na mipaka RSF lenye makao yake mjini Paris, Ufaransa. Thibaut Brutin, mkurugenzi wa shirika la RSF, ametahadharisha kuwa kwa mara ya kwanza katika historia zaidi ya nusu ya mataifa yote ulimwenguni sasa yamekuwa na sheria kali dhidi ya uhuru wa vyombo vya habari. Tout d'abord, la liberté de la presse est à son plus bas depuis que RSF le mesure depuis... Kwanza, uhuru wa vyombo vya habari umeshuka katika kiwango cha chini kabisa tangu RSF ilipoanza kufanya tafiti mnamo mwaka wa 2002. Pili, ripoti za kila mwaka zinaonyesha wazi kupungua kwa kasi kwa kiashiria hiki cha kisheria. Waandishi wengi wa habari wanatueleza kuwa kazi yao inafanya kuwa kosa la jinai, huku wakikabiliwa na sheria nyingi za ukandamizaji zinazotumiwa dhidi yao. De leur pratique avec un arsenal de lois répressives qui est déployé contre eux. Baada ya tathmini kufanyika katika nchi na maeneo 180, huku ikizingatia masuala ya usalama, muktadha wa kisiasa, mfumo wa kisheria na hali ya kiuchumi na kijamii inayoathiri uhuru wa vyombo vya habari. Bamako. Waasi wanaotaka kujitenga nchini Mali wa Tuareg wametangaza dhamira yao ya kuuangusha utawala wa kijeshi nchini humo na kwamba kwa sasa wanalenga kwanza kuchukua udhibiti wa maeneo ya kaskazini, ikiwa ni pamoja na majimbo ya Gao, Timbuktu na Menaka baada ya mafanikio yao huko Kidal. Kauli hiyo imetolewa jana na msemaji wa kundi la ukombozi wa Azawad FLA Mohamed El Maulud Ramaman alipohojiwa na shirika la habari la AFP akiwa ziarani mjini Paris, siku chache tu baada ya kufanya mashambulizi makubwa dhidi ya taasisi za serikali na kambi za kijeshi, huku waziri wa ulinzi Sadio Kamara akiuawa. Waasi wa Tuareg walifanya mashambulizi kwa kushirikiana na makundi ya itikadi kali. Rais wa Mali Jenerali Assimi Goita, ambaye hakuonekana hadharani kwa muda wa siku 3, alilihutubia taifa Jumanne jioni akisema kwamba kwa sasa hali nchini humo imedhibitiwa. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema hivi leo kuwa atahitaji taarifa zaidi kutoka Marekani kuhusu pendekezo la Kremlin la kusitisha mapigano mnamo Mei 9, wakati Urusi itakapofanya maadhimisho ya miaka 81 tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia. Zelensky amesisitiza kuwa Ukraine inahitaji amani na inaendeleza juhudi za kidiplomasia ili kukomesha kabisa vita hivyo, na kwamba Kiev inapendekeza kusitisha mapigano kwa muda mrefu ili kuwepo usalama na amani ya kudumu. Kauli ya Zelensky imetolewa baada ya hapo jana rais wa Urusi Vladimir Putin kufanya mazungumzo kwa njia ya simu na mwenzake wa Marekani Donald Trump, wakijadili kwa zaidi ya saa moja uwezekano wa kusitisha mapigano kwa muda kati ya Urusi na Ukraine. Na hatimaye Athens. Waandaaji wa msafara wa boti ya flotila uliobeba wanaharakati wanaounga mkono Palestina waliolenga kuvunja kizuizi cha Israel dhidi ya Gaza wamesema hii leo kuwa boti zao zimezingirwa na boti za kijeshi za Israel. Msafara huo unaojumuisha boti zaidi ya 50 uliondoka katika wiki za hivi karibuni kutoka Marseille nchini Ufaransa, Barcelona nchini Uhispania na Syracuse huko Italia. Katika ujumbe waliouchapisha kwenye mtandao wa X, waandaaji hao wamesema boti za kijeshi za Israel
ziliuzingira msafara huo kinyume cha sheria katika eneo huru la baharini na kutishia utekaji nyara na matumizi ya nguvu. Tunapatikana pia kupitia internet katika dw.com/Kiswahili. Kabla ya kuingia katika spoti, tuliangalia hili kwanza kutoka kule Tanzania. Mashirika yanayoshughulika haki za watoto, asasi za kiraia za elimu pamoja na wadau mbalimbali wa sekta ya elimu wametoa wito wa pamoja wa kutaka kukomeshwa kwa adhabu ya viboko mashuleni kwa lengo la kulinda watoto dhidi ya aina zote za ukatili ikiwemo wa kimazingira. Hata hivyo, suala la marufuku ya adhabu ya viboko linaendelea kuwa na mitazamo kinzani miongoni mwa jamii, kama anavyoripoti mwandishi wetu Florence Majani kutoka Dar es Salaam. Mjadala kuhusu matumizi au kutotumika kwa adhabu hiyo unaendelea katika maeneo mbalimbali hii leo, wakati dunia inapoadhimisha siku ya kimataifa ya kukomesha adhabu za viboko. Nchini Tanzania, baadhi ya mashirika ya haki za binadamu na yale yanayojihusisha na elimu, ikiwamo ya kimataifa yanayoshughulika na ustawi wa mtoto, ikiwamo lile la watoto la UNICEF na shirika la afya duniani, wametoa tamko la pamoja kupinga adhabu ya viboko mashuleni. Kwa mujibu wa wadau hao, adhabu ya viboko bado ni miongoni mwa vitendo vya ukatili dhidi ya watoto vinavyoendelea kuripotiwa kwa kiwango kikubwa na kukubalika katika baadhi ya jamii. Katika mdahalo uliojadili swala hilo, mwakilishi wa kamishna wa elimu Tanzania James Mnyeti ameeleza kuwa ipo miongozo ya utoaji wa adhabu ya viboko shuleni na imeidhinishwa katika waraka rasmi uliosambazwa katika shule zote nchini. Na ikasisitizwa kwamba watoto wa kike wataadhibiwa kwa viboko na walimu wa kike. Kwa mujibu wa waraka wa elimu namba 24 wa mwaka 2002, adhabu ya viboko inaruhusiwa katika hali ya utovu wa nidhamu uliokithiri au makosa ya jinai. Mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Genius King, Vincent Mafuru, ameeleza kuwa adhabu ya viboko huathiri zaidi mwili kuliko kujenga uelewa wa mwanafunzi. Zipo aina nyingine za adhabu ambazo zinaweza zikafanyika ili kumtransform mtoto zaidi ya kupiga na kuumiza mwili wake. Tunahitaji adhabu zetu zilenge zaidi kwenye kugusa mabadiliko ya akili. Takwimu zinaonyesha kuwa kimataifa, takribani watoto 3 kati ya 4 wenye umri wa miaka 2 hadi 14 hukumbana na aina fulani ya ukatili wa majumbani. Hapa Tanzania, zaidi ya 70% ya watoto huripotiwa kukumbana na ukatili wa kimwili katika hatua zao za makuzi. DW imezungumza na baadhi ya wanafunzi. Naitwa Pascal Seven Fidelis, nipo kidato cha kwanza. Inamjenga kwa sababu anaweza akafanya kosa ambalo linavuka mipaka. Inaelezwa kuwa adhabu hii ya viboko inawaathiri zaidi hata watoto wa majumbani, na hilo limezungumzwa na mratibu wa shule salama kutoka ofisi ya tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, Dr. Teresia Kuyuwite. Kuanzia nyumbani huyu mtoto analindwa, wakiwa njiani huyu mtoto analindwa, na ukiwa shuleni huyu mtoto analindwa. Wadau hao wamehimiza walimu kuunda mazingira salama na jumuishi darasani yanayozingatia heshima na utu wa mtoto, lakini wakawataka wazazi na walezi kutumia mbinu chanya za malezi ambazo zinahepa adhabu ya viboko. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. Haya, tukamilishe na michezo ama mchezo wa pili wa nusu fainali ya kuwania kombe la ligi ya mabingwa Ulaya Champions League. Atletico Madrid na Arsenal zilitoka sare ya 1-1 katika mechi yao ya kwanza ya nusu fainali jana usiku, huku mabao yote mawili yakitokana na penalti na la pili la Arsenal likifutwa baada ya kuhakikiwa. Na mechi ya duru ya pili ya nusu fainali hii itachezwa Jumanne wiki ijayo, ambapo Arsenal watakuwa nyumbani kualika Atletico. Je, the Gunners watatumia fursa hii kuingia fainali? Ninaye studioni hapa Josephat Charo, karibu sana. Tutamkaribisha pia Michael Kwena upande wa pili wa studio. Tuanzie na hapo pa Arsenal kucheza nyumbani, Charo, dhidi ya Atletico wiki ijayo. Watatumia fursa hiyo kusonga mbele, unaonaje? Asante sana Amina. Mcheza kwao wanasema utuzwa yeah. Na jogo wa shamba hawiki mjini. Kama Arsenal watatulia katika ule mchezo ambao tucheza nyumbani Emirates, nadhani wanaweza kuwa hatua moja ama mbili mbele kuelekea fainali.
lakini wanahitaji kutulia sana 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 sana, na ile amsha ya mashabiki kwa nyumbani, uwanja ni wa nyumbani, wanaofahamu vizuri, inaweza ikawasaidia. Tuangalie mchezo wa jana usiku, Atletico Madrid na Arsenal, sare ya 1-1. Labda hilo swali ni kutupie wewe Michael Kwena, unaweza kusema Arsenal ndio timu iliyofurahia zaidi sare hii? Kwa namna nyingine, manake wao walikuwa ugenini, kwa hiyo kupata sare katika uwanja ugenini inawapatia morali kubwa. Japo pia naweza sema kwamba kulikuwa na nafasi kadhaa ambazo zilipotezwa wazi, na ulivyotanguliza ukasema kwamba penalti ama hizi timu zote ukiangalia jana kulikuwa nafasi 3 za penalti ambazo Arsenal wakafunga moja, Atletico wakafunga moja, lingine ambao lilikuwa limehakikiwa likaondoshwa na muamuzi. Kwa hiyo hilo nadhani hata wakiondoka na sare katika uwanja wa ugenini kwao, hii nadhani ni kitu kikubwa kwao. Ingawa kwa mtazamo wangu Amina niseme sare hii na zile fursa ambazo zilipotea kwa kocha Arteta, nafikiri amevunjika moyo sana, kwa sababu kama zile wangezitumia, inabaki sasa kuwa maanake haijatokea, lakini kama wangezitumia nadhani Arsenal hasa dakika za mwisho wangeweza kuchomoka. Kiujumla Atletico ilionyesha kuwa na nguvu zaidi, Charo, japo kidogo kuliko Arsenal, na kudhibiti mchezo hasa katika kipindi cha pili, lakini katika dakika za mwisho Arsenal wakacharukwa na kuongeza pressure, karibu wafunge bao na kuchukua ushindi. Hii inatoa mwelekeo gani kuelekea mechi ya marudio wiki ijayo? Inatoa mwelekeo kwamba the Gunners cheza vizuri zaidi katika uwanja wa nyumbani, na watatafuta kutia mabao angalau dakika 15-20 za kwanza ili waweze kujiimarisha na kuwatia kishindo Atletico. Kama watafanikiwa kucheza mchezo ama mfumo wa kushambulia zaidi na kutafuta mabao, hii itawasaidia. Lakini wasio wanacheza nyumbani alafu Arteta akaamua kutumia mfumo wa kujilinda zaidi na kupaki basi. Akitumia mfumo huo, nafikiri huu mfumo unaweza ukamponza. Naambiwa kule muda wetu umeisha, lakini naomba nikuulize hili swala kwamba PSG au Bayern wanasubiri uko mbele. Charo, unatathmini vipi mchezo ulioonyeshwa na Atletico Madrid na Arsenal kuelekea fainali ya ligi? Hii ilikuwa ni michezo miwili ambayo ni kama mbingu na ardhi, kwa ile pressure ambayo ilikuwepo na ufundi wa kufunga mabao na ushambuliaji na mambo kama hayo. Lakini Arsenal ama Atletico, iwe ni Bayern ama PSG, kule fainali nafikiri PSG ama Bayern itakuwa na nguvu nyingi zaidi ukilinganisha na timu yoyote kati ya Atletico na Arsenal. Lakini mimi nawaombea Arsenal msimu huu angalau wabebe. Asante Charo, naomba tuendelee, lakini naona upande wa pili wa studio nimkaribishe tena Michael Kwena, lakini safari hii naomba utuelezee kinachoendelea kule katika mitandao ya kijamii. Bila shaka hili pia linazungumziwa huko, Michael.